Cuthbert Mbilingi, wakili wa serikali, na Winnie Kasala, wakili wa serikali. Mheshimiwa, tunaiwakilisha Jamhuri katika shauri hili. Mshtakiwa yupo. Na Mheshimiwa, shauri inakuja kwa ajili ya kutajwa. Mshtakiwa yupo. Yupo tayari. Mheshimiwa, shauri lipo kwa ajili ya kutajwa, na baada ya shauri hili kusomwa na kutolewa maoni ya kisheria ya legal opinion, ndipo sasa kwenye hatua ya kuamuliwa. Sasa uko kwenye hatua ya uamuzi wa kushtaki au kutokushtaki. Kwa hiyo Mheshimiwa, tulikuwa tunaomba tarehe nyingine tuje tuiambie mahakama ni nini kimeamuliwa. Semaje? Nashukuru sana. Hii kesi isiahirishwe zaidi ya leo. Hakuna sababu yoyote ya msingi wa kubalia ahirisho lingine. Sasa Mheshimiwa, naomba nizungumze. Mheshimiwa, tulipokutana hapa mara ya mwisho tarehe 16 kama sikosei, tarehe 16, wakili wa serikali mkuu na mawakili wenzake waliambia mahakama hii kwamba upelelezi umekamilika, faili imeshapelekwa kwa DPP kwa ajili ya kutolewa uamuzi. Ilishapelekwa kabla ya hiyo siku ya tarehe 16 Juni. Mheshimiwa, mimi naamini huyo mkurugenzi wa mashtaka DPP hajasomea chini ya mwembe kama marehemu mama yangu. Sio mbali, anajua kusoma, amesoma sheria, ana uzoefu na mambo haya. Inamchukua muda kiasi gani kujiridhisha kwamba kuna kesi ya kupeleka mahakama kuu au hakuna kesi alete nolle prosequi. Inamchukua muda gani mkurugenzi wa mashtaka ambaye ana sifa zile zilizotajwa katika katiba hii, mwanasheria aliyefanya kazi ya sheria kwa muda usiopungua miaka 15 kama sasa, inamchukua muda gani kusoma faili la kesi hii ili aiambie mahakama yako tukufu kwamba una ushahidi wa kutosha apeleke information mahakama kuu, au hakuna ushahidi aikie nolle, alete nolle mahakama. Sasa Mheshimiwa, nataka nizungumze kidogo juu ya sheria. Kifungu husika ni kile alichokitaja wakili wa serikali mkuu siku hiyo ya tarehe 16 ya mwezi uliopita. Kifungu cha 245 cha sheria ya mwenendo wa jinai, kifungu kidogo cha 4 na kifungu kidogo cha 5. Nataka tuanzie hapa. Mheshimiwa,
kifungu kidogo cha 4 cha 245 kinasema kwamba upelelezi ukisha kamilika, DPP au mwakilishi wake, yaani hawa, sio DPP ni hawa, mshtakiwa tumia lugha ya mahakama. Lugha ya mahakama hakuna hawa. Sawa. Yes. DPP au mawakili wa serikali, Yes. the law officer, wanapelekewa faili. Upelelezi ukishakamilika, wanapelekewa faili ili wataamue upelelezi huu una ushahidi wa maana wa kupeleka mahakama kuu au la. Hii ilishafanyika. Kitu ambacho tulitazamia tuambiwe leo, na nachokuomba mheshimiwa uwalazimishe wakisema, wakifanya, nitakuja kwenye namna ya kuwalazimisha. Kitu tulichotegemea leo ni kifungu cha 245 kifungu kidogo cha 5 kuingia hapa. Na kifungu hiki kinasema, mheshimiwa, mwendesha mashtaka wa serikali au afisa mwingine wa umma, yaani mawakili wa serikali hawa, baada ya kuchunguza faili waliopelekewa under subsection 4, baada ya kupelekewa lile faili na maelezo ya mashahidi, kama wakili wa serikali, kama DPP au mawakili wake wa serikali wanaona kwamba ushahidi uliopo hautoshelezi, sheria inasema he shall immediately enter a nolle prosequi. Immediately, mara moja. Hiyo ni option ya kwanza ambayo tulitegemea watuambie hapa leo. Faili limekamilika, tumelisoma, hakuna ushahidi, tuna enter an immediate nolle prosequi. Sheria inasema shall immediately. Option ya pili, kama hiyo haipo, option ya pili inasema kama bado DPP au mawakili wake wa serikali wanaona kuna sababu za ushahidi zaidi kutafutwa, kama wana reason to believe that additional evidence, additional investigation may change the position, then wakaomba ahirisho na wakaomba muda wa further investigations. They only have two options: enter an immediate nolle prosequi au omba mkafanya upelelezi zaidi. Those are the only two options they have under the law. Faili haliwezi likasomwa kwa mwezi mzima na ofisi ya DPP na mawakili wake wote. Hii maana yake ni kwamba tutakuwa tunaruhusu uzembe ambao hatupaswi kuvumilia kwa dakika moja. Mheshimiwa, kwa hiyo hoja yangu ni kwamba kama wana ushahidi, wanaona wana ushahidi wa kutosha, information haipo. Kama hawana, nolle prosequi now, immediately. Sasa mheshimiwa, leo ni siku yangu ya 83 gerezani. Siku ya 83 gerezani. Wiki ijayo nitakuwa na siku 90 gerezani. Sasa mheshimiwa, kuna watu hawaelewi, kwa watu wasioelewa wanafikiria kwamba hii ni kesi ya kwanza
ya uhaini nchi hii. Hii sio kesi ya kwanza ya uhaini nchi hii. Tuna mifano ya kesi za uhaini nchi hii, na tuna mifano ya namna ya kesi za uhaini zinazopelelezwa na zinavyoendeshwa. For they should not behave as if this is the first treason case in this country. Mheshimiwa, kesi ya kwanza ya uhaini katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilifunguliwa miaka 55 iliyopita. Tanzania watakuwa wameisoma labda, sina hakika kama wameisoma. Kesi ya kwanza ya uhaini mheshimiwa, na iliandikiwa a mimeograph pamphlet na chuo kikuu Faculty of Law of University of Dar es Salaam, my alma mater, I'm proud to say. Tanzania's first treason trial kwenye mahakama kuu ilikuwa criminal case number 685 of 1970. Na kwenye court of appeal 1970 criminal case number 685 of 1970 na sessions case, criminal sessions case number 103 of the same year. Chief Justice Telford Georges. Na kwenye mahakama ya rufani ya Afrika Mashariki mheshimiwa, kwenye mahakama ya rufani kesi hii iko reported, inaitwa Gray Kumbu Mataka na wenzake dhidi ya Jamhuri 1971 EA 495. Kesi hii mheshimiwa ndio kesi yetu ya kwanza ya uhaini. Ilikuwa na washtakiwa 9, and this is very important. Hii ya sasa inamshtakiwa mmoja. Kesi yetu ya kwanza ya uhaini ilikuwa na washtakiwa 9, wakiwemo mawaziri Michael Mowbray Kamaliza, Bibi Titi Mohamed. Ilikuwa na military officers, Captain John Dastan Lifa Chipaka, Captain Lieutenant William Magori Chacha. Ilikuwa na military officers, na ilikuwa na wanachama maarufu 5 kama hao na Michael Kamaliza, Bibi Titi Mohamed and others. It was a major case. Sasa mheshimiwa, ukisoma hukumu ya mahakama ya rufani ya Afrika Mashariki, hukumu ya President Dufus, Profesa Mgongo Fimbo alikuwa anatuambia kumtaja Dafas. President Dafas au Dufus alisema kwenye ukurasa wa 495, hii kesi kubwa hii kwenye mahakama kuu katika hatua zake zote from committal to high court to court of appeal of East Africa ilichukua miezi 6 na siku 17. Miezi 6 na siku 17. Between the time the accused persons were arrested in April of 1970 and the time the Court of Appeal of East Africa decided the appeal. Miezi 6 na siku 17. Ilikuwa na washtakiwa 9. Matukio yaliyokuwa yanalalamikiwa ya uhaini yalifanyika mengine Uingereza. Oscar Kambona alikuwa Uingereza. Mengine yalifanyikia Kenya. Hawa kina Gray Mataka na wenzao walikuwa wanaenda Kenya kwenda kupanga njama za kupindua serikali na kumuua Nyerere. Na nyingine ilifanyikia Dar es Salaam. It was a complicated case. Between the arrest of the accused persons and the Court of Appeal decision, it took 6 months
and 17 days. Hii kesi mheshimiwa, kama hiyo kesi kama ingekuwa leo, ingechukua miaka 20 kwa utaratibu huu. But it took 6 months. Kwa sababu watu walikuwa wanafanya kazi. Kwa sababu watu walijua kwamba katiba yetu inasema uhaini, ibara ya 28, ibara ya 28 ibara ndogo ya 4, uhaini kama unavyofafanuliwa na sheria utakuwa ni kosa la juu kabisa dhidi ya Jamhuri ya Muungano. People took treason seriously. Hawa mawakili wa serikali mheshimiwa have not taken this case seriously at all. Tunamaliza miezi mitatu hatujaanza. Ile kubwa ilichukua miezi 6 na siku 17 kumalizia kwenye court of appeal because people wept. Kesi yetu ya pili ya uhaini, kesi ya pili ya uhaini ya nchi hii iko reported mheshimiwa judge, mheshimiwa hakimu. Ni kesi Hatibu Gandhi na wenzake dhidi ya Jamhuri. It's reported in 1996 TLR number 12. Ilikuwa na washtakiwa 19 wakiwemo wanajeshi 9 na waliobaki walikuwa raia civilians. Washtakiwa 19. Matukio yaliyokuwa yanalalamikiwa ya uhaini ilikuwa ni kutaka kuipindua serikali kwa kutumia jeshi. Hiyo kesi mheshimiwa, matukio hayo yalifanyika mengine Kenya. Uncle Tom Lugangira alikuwa Kenya na Tamim, Mohamed Tamim kama sikosea, walikuwa Kenya. Hao wengine kina Kadego, kina Mapunda, kina nani walikuwa wengine wako Lugalo, wengine Ewi, wengine Nevi hapo Kigamboni, wengine Monduli, wengine kambi ya Tabora, wengine na Chingwea. This was a major treason plot. Kwa mujibu wa hukumu ya Chief Justice Nyalali mheshimiwa, utaangalia ukurasa wa 14 na 15, Mheshimiwa Jaji Mkuu Francis Nyalali anasema kesi hii kwenye mahakama ya mahakama kuu ilihitaji mashahidi 140, mashahidi 97 wa serikali, mashahidi 43 wa utetezi, 140 witnesses. The record of the case, the trial record, ilikuwa juzuu 14 na judges notes peke yake zilikuwa juzuu 4. It was a major treason trial. Ilichukua mwaka 1 na siku 17 according to judgment of Chief Justice Francis Nyalali.